Kuna kipindi ile combination yako pamoja na Asma, Mama Chanja ilikuwa inafanya vizuri sana. Na watu waliipenda sana, mlikuwa mnafanya kazi vizuri. Mbona sasa hivi tena mambo, what happened? Mbona sasa hivi tena hamfanyi kazi wote pamoja? Kitu ambacho natakiwa ujue, mimi Naila ni mtu ambaye natakiwa, yani kuachana na Asma, kuachana na nini. Yani kuna maisha yako, si ndio? Ndo maisha yangu. Hata mimi natakiwa nitengeneze maisha yangu. Natakiwa nisimame mimi kama mimi. Nijipime uwezo wangu mimi, nijione naweza kufanya. Natakiwa nifanye kitu changu ambacho nikikuita ambaye nimefanya. Mimi natakiwa nijue mimi, sio kama kikundi cha watu fulani. Okay. Kwa tusiwe vikundi, hatutakiwi kwa vikundi. Tunatakiwa usimame kama wewe, uwe na nguvu yako wewe mwenyewe. Ili hata ukija kuandaa kitu, unaonekana mtu fulani kafanya kitu, sio kundi fulani kimefanya kitu. So ile wazo la nyinyi kufanya kazi kwa pamoja kwa muda ule nani alilitoa hasa? Tulikuwa tunasupportiana. Yes, tulikuwa tunasupportiana. Wao waliniita njoo tufanye, njoo tushoot, kwa sababu mimi ndo nilikuwa nimekuja Chikatu na nilikuwa bado sijapata nguvu ya kusimama peke yangu. Okay. Kwa hiyo kuachana na Asma na kina Mama Chanja kushuti nao. Ni muda kusimama mwenyewe. Kwa hiyo nipambane kivyo vyote vile, uwe na nguvu yako mwenyewe. Si utaki kuwa na vikundi. Utaki kabisa vikundi? Hata kidogo? Hapana. Hata sasa hivi mtu akisema Naila tufanye kazi kwa pamoja, tunafanya, lakini utasema Naila na mtu fulani kafanya. Bas, utasema kikundi fulani. Kwa nini kikundi unaona kama kikundi hakinaga nguvu au hakunaga kazi ya vikundi, kuna kazi ya mtu fulani. Yes, kwa hiyo unatakiwa uwe mtu fulani, sio kikundi fulani. Okay. Yes, yani usitegemee kwamba ngoja nikiwa na mtu fulani ndo nitafanya vizuri. Hapana. Is either wewe ungekuwa mwenyewe ungefanya vizuri zaidi. Unafikiri kwa nini kwenye industry ya wachekeshaji, industry yenu, wachekeshaji wa kike ni wachache sana? Kwa sababu inahitaji moyo. Okay. Inahitaji moyo sana, kwa sababu mtu ukifeli yani wasisi changamoto niliyoiona mimi kama mimi msichana ni kwamba wasichana ni hatupendani, alafu pili ni kwamba kwenye tasnia ya kike kuna ubaguzi. Yani tunajibagua sisi wenyewe kwa wenyewe, au tunajiona sisi ni wabaya kwa wenyewe. Yani wewe naweza nikakuona mbaya wangu kisa tunafanya kazi sehemu moja. Kwa hiyo inashindwa kuleta watu wengi.